Umeshangaa Musa? Haujaona aya Firauni. Hebu tumsikilize huyu dada yetu hapa kutoka Saudi Arabia, malalamishi yake ambayo amekuja pale kulalamika. KG, najua wewe husaidia mademu wengi hapa Saudi Arabia. So hii ndo kauli yake ambayo alikuwa ananiandikia kunielezea masaibu yake ambayo yapitia ndani ya Saudi Arabia. Ikumbuka kwamba huyu ni dada ambaye anafanya kazi ndani ya nyumba kwa Mwarabu. So alianza hivi na ni Mkenya by the way, okay? KG, najua wewe husaidia mademu wengi sana hapa Saudi Arabia. Naomba ushauri wako pia, mimi mwenzako mficha uchi kamwe kabisa hazai, okay? Natokea Likoni, pwani ya Kenya, na nilisafiri Saudi Arabia mwaka wa 2023 mwezi wa 4, ambapo nilikuja kupitia mdosi direct bila kutumia agent yeyote Kenya. Kuna Mkenya ambaye alinialika niende nimshikilie ndio ili yeye pia aweze kuachiliwa kurudi kwa mapumziko. Nilipofika nilikuta huyo Mkenya mwenzangu na Mfilipino, na baada ya miezi miwili yule Mkenya aliruhusiwa kurudi nyumbani. Niko mimi na huyu Mfilipino, ila tabia na mienendo nayo iona hapa yanipa tumbo joto. KG, huyu msichana ametembea na baba wa watu hapa, na mimi najua kila kitu kinachoendelea. Hofu yangu kubwa alikuwa anamaanisha nini? Hofu yangu ije ifahamike na mimi niekwe kwa hiyo shida. Naomba ushauri wako KG. Je, napaswa kutoroka ama niripoti hino kesi ama niendelee kukaa kimya? Hayo ndo maswali yake matatu ambayo aliyazungumza, na nieleze tu kwa ufupi hapa alichokuwa akimaanisha. Huyu mwanadada yetu hapa alikuwa anamaanisha kwamba yeye aliweza kusafiri ndani ya Saudi Arabia baada ya kwamba ameweza kualikwa na mwenzake ambaye alikuwa anataka kwenda zake vacation, lakini ni kama wale mabosi walimwambia kwamba make sure ya kwamba ametafuta mwenzake ambaye atamkava pale kabla yeye hajaruhusiwa kurudi zake nyumbani. Ndio pale ambapo huyu mwenzake alimtafuta huyu dada yetu hapa ambaye hajatuambia jina lake, na baada ya kwamba ametafutwa akasafiri kule kupitia direct na yule mdosi bila kupitia any agents from Kenya. Na alipofika kule alianza kufanya kazi. Baada ya miezi miwili yule Mkenya mwenzake akaruhusiwa kurudi zake Kenya, sio akabaki yeye pamoja na yule Mfilipino. Lakini sasa kidogo kwa ile menendo ya yule Mfilipino alipokuwa akimchunguza na kumwangalia kwa hizi siku chache ambazo kwa ishi naye, alishtukizia kwamba yule mtoto wa Kifilipino ama yule msichana wa Kifilipino ambaye anafanya kazi naye anatembea na mdosi wake wa ile nyumba ambayo yafanya kazi. Sasa wasiwasi wake mwanadada yetu hapa anatuambia hajui afanye nini, kwa sababu anahisi ikigundulika na yule bibie pale italeta fujo, na yeye pia ataambiwa ya kwamba ulikuwa wafahamu huu mchezo unaendelea lakini ukaamua kunyamaza bila kuniambia. So anahisi yeye pia ataingizwa kwenye ile shida ambayo itampata huyu Mfilipino endapo ile dili ikija ikishtukiziwa, ama endapo bibia yule mwenye nyumba ama bibia yule baba pale akija akishtukizia kwamba mume wake yatembea na kadama, huenda pia yeye dada yetu kutoka Kenya itamletea kero. Sasa ndo hapo ambapo yauliza, je, anapaswa atoroke kwenye ile nyumba ama aripoti kwa yule mama ya kwamba kuna huyu msichana mwenzangu ambaye nafanya naye kazi anatembea na huyu mbaba? Ama tatu ameuliza, je, napaswa kuendelea kuvumilia? So acha tuende na hizo options zake tatu mwanzo. Na tuzungumze tu, kama niseme toka nianze kuongelea masuala ya Saudi Arabia, Qatar, sehemu nzima za Gulf, kulingana na uwezo wangu na kulingana na experience ambayo niko nayo na vile visanga ambavyo nimepatana navyo, nitamjibu kulingana na vile ambavyo najua. So tukienda na hizi option tatu ambazo ametupa hapa, ya kwanza ameuliza, je, napaswa kutoroka? Acha mimi niseme ya kwamba the first option ya kutoroka, it's a big no. Kwangu mimi the first option ya wewe dada yangu kutoroka kwenye ile nyumba na kwenda sehemu nyingine yote ile, it's X first. Kataa, usitoroke, because once ukitoroka hujui unaenda wapi na hujajipanga unatoroka kwa minajili gani, na hiyo sio shida kubwa ya kufanya wewe utoroke ili uende ukapate na madhalilisho kule nje, ukapata na shida kule nje. Mwisho wa siku ikija kifahamika umetoroka, utaeleza umetoroka kwa sababu gani, ama wewe chanzo kikubwa ambacho kilikufanya mpaka usifanye kazi zako mpaka utoroke ni nini. Unajua? So hiyo masuala ya kutoroka achana nayo. That is first. Second, umeniuliza kama umesema utoroke ama uripoti. Good. Umeuliza kama uripoti hiyo kesi
kwa huyo mdosi wako. Kuripoti nao pia itakuletea shida. Yeah, this is another option ambayo pia itakuletea shida, because ukumbuke ya kwamba Mfilipino pia ni Asian, good. Mfilipino pia ametoka lile bara la Warabuni kule, japo sio Mwarabu. Na vile vile pia Mfilipino ni mweupe wenzao pia, ukumbuke ya kwamba ni ngozi nyeupe, hizo mbili zina deal pamoja. Na vile vile pia once ukisha report, mwisho wa siku wewe ndio utaonekana mbaya, because wakisha prove ya kwamba kuna venye wanaweza kaprove au wakakuprovia kwamba they are not even doing anything, au ni marafiki tu, hawafanyi tendo lolote baya na hawana nia mbaya kwao ya mapenzi, lakini wewe utaonekana mbaya kwa sababu utaonekana kwamba umewasingizia. Mwisho wa siku hujui kitu gani ambacho kitakupata baada ya kwamba umefahamika kwamba ulikuwa unataka kuvunja ndoa ya watu wawili. Unaona? So hiyo ni kitu ya pili. Kitu ya pili pia kwenye hiyo ya kwamba wataka kuripoti, kumbuka kwamba once ukireport, huyu madam pia atakuuliza for how long have you been knowing this, kwa muda gani umejua hichi kitu. Wewe ukimwambia baada, nilijua miezi miwili iliyopita, nilijua wiki moja iliyopita, nilijua siku 3 zilizopita, atakwambia mbona at the first time ukijua haukuja niambia? Mbona ile siku ya kwanza wakijificha mpaka ukijua hawa watu wanafanya hivi na hivi? Mbona wewe huku nifuata siku ile ile, ama kunipigia simu siku ile ile, ama niliporudi kwa hii nyumba mbona siku ile ile huku nijulisha, huku nifahamisha? Kitu gani ambacho kilikuweka siku 2, miezi miwili, mwezi mmoja, wiki ngapi, ndio leo umekuja umeniambia? What is there? What is there? That is. Ya tatu ambayo umeuliza dada yangu, umeuliza JKG, napaswa kuendelea kuvumilia? That I'll put it. Ni upande wangu, sijui mashabiki hapa watasema nini kwenye comment section, kila mtu atakuwa nafasi yake ya comment, lakini on my side mimi nitakwambia ni bora endelee kuvumilia with one sheria moja ambayo nitakupa wakati ukiendelea kuvumilia. Do your own things and pretend that you don't know anything that is going on, and don't give a shit of trying to ask on whatever is going on. Yani usijihusishe na chochote kabisa. Yeye akitoka akienda patana huko, wewe don't even give a shit, usitake kujua, wewe fanya kazi zako vizuri kabisa. Huku niambia kama unaishi kwa room yako ama mnaishi room moja, but all in all jifanye kambe kama hujui chochote kabisa kinachoendelea. Just do your own work kabisa. Fuata kile kitu ambacho kilikufanya wewe uende zako kule Uarabuni, na si chengine isipokuwa ni kazi peke yake, na mwisho wa mwezi upate mshahara wako. Usijiweke karibu sana na mdosi wa kike, wala usijiweke karibu sana na mdosi wa kiume. Usipende kujipendekeza kwa mtu yote, because once ukiripoti ni kujipendekeza. Yeah. Na once ukisema unavumilia, ujue unafanya vile kwa sababu unajua kitu gani ambacho kimekufanya umeenda zako Uarabuni. Si kitu kingine isipokuwa ni fulus. Once mwisho wa mwezi pesa yako inaingia, unafanya mambo yako nyumbani, basi usitake zaidi ya hapo, kwa sababu hata ukaripoti, hata ufanye nini, there's nothing going to change. Hata mwisho wa siku ndio unaonekana mbaya, yule Filipino akaachwa pale, wewe ukafukuzwa ile kazi, ukao umekosa riski yako ambayo mwenyewe ulikuwa umejua utaipata. Hukujua utaipata kwa njia gani. Alafu isitoshe, wewe ni mtu ambaye umesafiri bila kutumia agent. Kitu chochote kitakachotokea kule, kupata msaada upande wako itakuwa ngumu sana dada yangu. You have to know that. Na natamani sana watu wengi waweze kusikia huu shauri, ili pia hao kama wanapitia kitu kama hichi ama kitu chengine kile, na unajua kabisa haukusafiri na agent, basi ujue una hali ngumu for sure, una hali ngumu. That's why I always advise people, please, I beg you, don't even try to travel to Saudi Arabia or even any Gulf country bila kutumia agents, because once ukishatumia agents unapata advantages nyingi sana kuliko kwenda wewe mwenyewe direct. Once ukienda wewe mwenyewe direct, ujue there's no even information ambayo iko embassy pale ya kuonyesha kwamba wewe uko ndani ya Saudi Arabia unafanya kazi kama Mkenya. Hakuna hiyo information. So you rather go with an agent, hata kama ni pesa anataka, ngangana upate kile kipesa ambacho kidogo ama nyingi ambayo yataka umpe, lakini usafiri through yeye kuliko kujiendea mwenyewe. Utapitia changamoto na hutajua utasaidika vipi, because huyu dada yetu litakalotokea litokee, aseme anaenda zake embassy kwa sasa, hata kifika embassy hakuna information yake embassy. Kwa sababu gani? Hakuna ile what we call, there's some information ambayo agents wanaipeana kwa watu wa labor, ili kuonyesha kwamba tumetoa Wakenya kadhaa wanaenda nchi fulani na fulani kwa kazi hii na hii na hii, na wanaenda kwa muda huu na huu. Ile information inapelekwa kwa watu wa embassy kwenye ile nchi ambayo unaenda. Once ikifika kule, in case of anything, embassy is easy for them to follow up. That's it. So dada yangu, naona mimi hapa afadhali uvumilie, ufuate kile ambacho kimekufanya usafiri huko, na ujifanye hujui chochote.
endapo kitakuja kitagundulika ama itakuja itafahamika kwamba huo mchezo wao mchafu wanaofanya ndani ya hiyo nyumba, wewe you will just be there in case of anyone asking, wewe utajifanya kambe kama you don't know anything, utajifanya hujui chochote, utajifanya kambe kama hiyo ndio siku unafahamishwa. Yeah, that's the only thing ambayo nataka kukwambia. Na huyu Mfilipino in case akija akitaka yani ile kukutia ndani ile ya kwamba akwambie nifanyie hii kazi kwa sababu natoka na baba leo, nifanyie hivi na hivi, ama nishikilie hapa na hapa, try as much as possible asikuhonge kukupa pesa kukuonyesha kwamba nyamaza baada ya kwamba umeona hii. We hata ukiona kwamba wanaingia chumbani pamoja, jifanye kambe kama haukuona, na hata kama wamekuona umewaona, then jifanye kambe kama unachukulia easy as if anamwambia twende ukanisafishie mahali fulani, but usiwaonyeshe ile mentality ya kwamba wewe umeshtukizia kwamba hao wawili wako kwenye mapenzi. Nadhani that is very easy advice from me, and I'm very much sure utachukua ushauri huu vile ambavyo nimekupea, na I'm very much sure inshallah utakusaidia na utarudi zako nyumbani salama salmini. My prayers to you.